siku ya kwanza nilipojoin nilijiona mimi ndo sijui chochote. Nilikuwa naamka usiku sana, saa 9, saa 8, nasoma mpaka asubuhi kutokana na majukumu yangu mimi namaliza ya siku nzima, namaliza saa 3, saa 4. Nilipitia sana wakati mgumu. Kitu gani nianze nacho kusoma, kitu gani nisikisome, lakini baada ya Mungu wangu umekuwa mzito sana kupokea anything zaidi ya kuona graphs, na kwa sababu naweza nikasuggest kufanya classification labda mgawanyo wa huku labda wanaelewa kiasi fulani na wanaelewa kiasi fulani. For myself, nothing ambayo nimepata kutoka it's first time to attend something like this, so nimekuwa mzito sana ku understand anything. Hello, naitwa Athmani Yahaya, member Intelligence FX. Na wakaribisha wote katika siku ya leo kufahamu na kuelezea safari yangu fupi ya trading. Safari yangu ya forex ilianza mwaka 2019 nilipokuwa mkoani Morogoro, wilaya Turiani, katika majukumu yangu ya kila siku ya biashara. Nilikutana na rafiki yangu mmoja anaitwa Ima. Alinielezea kwa ufupi namna anavyofanya hii biashara yake, lakini kwa wakati huo sikuwa na sehemu au pahala popote ninapoweza kupata elimu ya forex. Kwa kuwa wote tunafahamu biashara hii haina syllabus maalum ya kuweza kuitambua na kuisoma. Kwa hiyo sikuwa na uwezo wa kupata maarifa popote kwa wakati ule. Niliendelea kujifunza hivyo hivyo kibubububu tunasema, mpaka pale mnamo mwaka 2024 mwezi wa 5, katika pitapita zangu za kuendelea kutafuta maarifa juu ya forex, ndipo nikakutana na podcast moja ya my brother Amrisari aliyofanya na mtangazaji maarufu Lile Omi. Ndipo mwanzo wa safari yangu rasmi ya kujifunza ilianzia pale, na namshukuru Mungu mpaka leo nipo hapa. Baada ya kutazama podcast ile nilishawishika sana, kwa sababu forex trading ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda sana baada ya kukifahamu, ila nilishindwa nitaanzia wapi kupata elimu yake na niweze kuwa na mimi miongoni mwa watu wanaojihusisha na biashara ya forex. Baada ya kutazama video ile, kuna namba iliwekwa chini na linki ya kupata mawasiliano juu ya kumfikia brother Amrisari. Niliichukua ile namba na ninashukuru, baada ya kumtafuta tukafanya mazungumzo. Ilikuwa mwezi wa 5 mwaka 2024. Alinipa maelezo mafupi ya namna ninavyo nikapata elimu ya forex trading. Nilimuelewa na nikachukua maamuzi ya kujoin Intelligence FX kama alivyonielekeza, kwamba wana community ambayo ni strong na inatoa elimu sahihi juu ya forex trading. Nilifurahi sana. Alinipa maelekezo, nikajoin toka mwezi wa 6 2024 nilipoanza safari ya kusoma forex trading mpaka nilipohitimu rasmi kozi za Intelligence FX Disemba 24. Sikutaka kujipa muda mfupi sana kujifunza, nilitaka kujipa muda mrefu nielewe vitu ndani kwa undani. Ndiyo safari yangu ilichukua ndani takriban miezi 6 kusoma forex trading kupitia Intelligence FX. Ninashukuru sana, baada ya kujoin Intelligence FX mwaka huo niliotaja, nilipitia changamoto nyingi sana, especially maamuzi hasa ya kuanza na kuingia katika forex trading, kwa sababu ni kitu ambacho unaingia ukifahamu end product yake itakuwa ni vipi. Unaona tu kwa wengine impact zao, lakini wewe hutarajii zile impact zitakuwa kwa upande wako pia. Lakini mimi iliniwia ugumu na nikaamua kuchukua maamuzi ya moja kwa moja kuanza kujifunza.
nilikuwa naamka usiku sana, saa 9, saa 8, nasoma mpaka asubuhi kutokana na majukumu yangu. Mimi naamaliza ya siku nzima, naamaliza saa 3, saa 4, nahitaji muda wa kupumzika, na sikuwa nimechukua hiyo tabia sana ya kuamka usiku. Iliniwia ugumu sana kwa kipindi hicho, ilibidi nijitese sana kwa ajili nilikuwa nakipenda hiki kitu, nasema nitakipata wapi na nitakifanyaje. Lakini baada ya kukipata ilinibidi nijitese kwa wakati huo wote, niamke saa 9, saa 8 mpaka asubuhi, na ikawa maisha yangu kuanzia mwezi wa 6 huo mpaka nilipomaliza, na mpaka leo nashukuru nimeadapt hiyo tabia ya kutolala, na naendelea kujifunza kupitia Intelligence FX mpaka hapa nilipo leo. Ninashukuru sana. Baada ya kufahamu Intelligence FX, kuna kakaangu nilimshirikisha swala hili, lakini hakulipokea kama ambavyo mimi nilikuwa natamani kulifahamu before. So sikuwa na uwezo kwa afford kiasi kilichohitajika kwa ajili ya kujifunza. Nilimshirikisha, hivyo hakulipokea. Niliamua kutumia akiba nilokuwa nayo kulipa ada ya masomo ambayo inahitajika ili niweze kukipata, kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda. Changamoto ambayo nilipitia, hakuniamini juu ya maamuzi nilochukua. Aliona ni fedha nyingi sana kama nimeipoteza. Hakuniamini, hivyo sikuendelea kumshirikisha juu ya jambo hili, kutokana na lilikuwa ni swala langu binafsi na ni kitu ambacho niliamua kukifanya kwa ajili ya maisha yangu. Nashukuru kwa wakati huu nilipofika, naona na yeye ana nia ya kujiunga Intelligence. Waga ananisumbua kila siku kutokana na ubizi wangu na kuwa serious na trading. Nilimpatia mawasiliano na hisi atafanyia kazi mwenyewe. Naweza nikasema kwa ufupi, safari yangu ya trading ndivyo ilivyokuwa mpaka hapa nilipo. Kabla sijajiunga Intelligence FX, nilikuwa sijui kitu gani na kitu gani ambacho natakiwa nianze nacho ili niweze kuwa mtu mwenye uelewa zaidi juu ya forex trading. Ila baada ya kujiunga Intelligence FX, nikaona mlolongo mzima wa kitu gani na kitu gani ninachotakiwa nikijue, kuanzia introduction of forex trading mpaka top down analysis mpaka mwisho. Ndio vitu ambavyo sikuwa navipata kwa wakati nipo nje Intelligence FX. Lakini baada ya kujiona Intelligence FX, nilipata full roadmap ya kitu gani na kitu gani natakiwa nisome, kitu gani na kitu gani natakiwa nikiache, kitu gani na kitu gani natakiwa nizingatie, kitu gani na kitu gani natakiwa nisizingatie. Kwa kweli nje Intelligence FX nilipitia sana wakati mgumu, kitu gani nianze nacho kusoma, kitu gani nisikosome. Lakini baada kuingia Intelligence FX, vitu vilikuwa rahisi sana kutokana na simplified way iliyopo ndani ya Intelligence FX, kwa sababu kuna mpangilio mzuri wa mada baada ya mada, topic baada ya topic, namna gani ambavyo unatakiwa ushuke usome kuanzia mwanzo mpaka mwisho, mpaka kufikia hatua ya kuanza kutrade rasmi. Na hicho kitu ambacho naweza nikasema nilikuwa nakihitaji kwa muda mrefu, kwa sababu wote tunavyojua forex trading bila kuwa na mtiririko maalum wa kitu ambacho unatakiwa kukifahamu ni changamoto sana. Ndio kitu ambacho ni struggle sana huko nyuma kabla ya kujoin Intelligence FX. Lakini baada ya kujoin Intelligence FX, nilipata mlolongo mzima wa kitu gani na kitu gani natakiwa nikisome mpaka kufikia rasmi kuanza kutrade. Na hicho naweza nikasema nilinufaika sana, na I'm very proud of that. Nilipokuwa najifunza, kadri ninavyojifunza forex trading, baada ya kupata maarifa kidogo ambao niliona kwangu mimi anaweza kanitosheleza, nilideposit amount fulani kwa broker, lakini nilishakupoteza kutokana na kutokuwa na risk management, kutokana na kutokuwa na uelewa wa kumanage trade. Nilishakupoteza. Kwa kweli nilishakupoteza na ilifikia hatua nikawa nakata tamaa. Lakini matatizo yote hayo yaliondoka baada ya tu kujoin Intelligence FX. Na kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua sana, sijui namna gani naweza nikaingia trade, sijui ni namna gani naweza nikamanage trade, sijui ni namna gani nilikuwa naweza kucontrol risk. Hivyo vyote nahisi ni matatizo ambayo yalikuwa yananisumbua. Sikuwa nafahamu kama kuna somo la psychology. So forex trading at that time before kujoin Intelligence FX, nilikuwa naona kama
michezo ya kubahatisha. Nilikuwa naona kama vile gambling, lakini hivyo vyote nilikuwa naona kutokana na kutokujua hizi trade management, kutokuwa na uelewa juu ya risk management, kutokuwa na uelewa juu ya kuchambua soko kwa ujumla. Na nashukuru baada ya kujoin Intelligence FX ndipo nikaelewa mambo yote haya kwa undani zaidi, na changamoto zote hizo ziliniondoka, na mpaka sasa nimekuwa na uelewa mzuri kabisa, naweza nikachambua soko, naweza nika manage risk, naweza nika manage trade, vyote nina vimudu kwa sasa hivi, na nashukuru sana kwa hilo. Baada ya muda mfupi tu kujoin Intelligence FX, nilijikuta ninafahamu vitu vingi zaidi, masuala ya profim, masuala ya capital kwa ujumla. As we know kwamba forex trading inahitaji usual amount of money, na kwa sisi kibongo ku manage fedha zote hizo na kuweza kuzideposit kwa masuala ya trading ni ngumu sana. Lakini nilifahamu kwa undani zaidi about profim account, kitu ambacho kinaweza kikakuwezesha wewe kutrade kwa mitaji mikubwa zaidi. Na nilipojifunza profim account kwa mara yangu ya kwanza, nika deposit, nika buy profim account na nika trade, lakini kwa mara ya kwanza nilipoteza kutokana na kutokuwa mzoefu, naweza nikasema. Lakini nikanunua tena kwa mara ya pili, nilitrade vizuri, ikafikia asilimia fulani ya matokeo, lakini bahati mbaya pia nikaipoteza kutokana na kuwa somo la emotion halikuwa limenikaa vizuri sana na risk management. Hivyo uzuri wa Intelligence FX, masomo unayo muda wote, masaa 24 wakati wowote unapitia kitu, unaona changamoto yako iko wapi, hivyo nilirudi darasani nikakaa, nikaona ni changamoto gani mimi na nikabili mpaka napoteza mara kwa mara, ili hali maarifa sahihi ya forex trading nishayapata. Nilirudi nikasoma, nikaelewa changamoto iko wapi, nikanunua tena profim account, na nashukuru Mungu nilitrade vizuri, na kwa muda mfupi nikawa nimepasi ile profim account, na mpaka sasa ninaendelea nayo vizuri sana. Na nilipoteza akaunti 2 za profim, lakini sikukata tamaa kwa sababu tayari maarifa sahihi nilikuwa nayo. Zilikuwa ni changamoto ndogo za mwanzo baada ya kupata maarifa sahihi juu ya forex trading. Naweza nikasema hivyo. Kitu ambacho kilinifanya ni nunue profim account moja kwa moja, naweza nikasema moja ni kutokana na maarifa niliyopata Intelligence, kwa sababu pesa amount niliyokuwa nayo kwa wakati ule baada ya kulipia ada ya kujifunza isingetosheleza kuweza kutrade, na ilikuwa ni amount ambayo inaweza kutosha kununua profim account kwa wakati huo na kuweza kupata experience zaidi about trading baada ya kumaliza kujifunza. Ndio kitu ambacho kilinishawishi sana niweze kununua profim account, kwa sababu nilijua at the same time nitapata uwezo wa kutrade, at the same time ninaweza kupata account ambayo itaniwezesha mimi kutrade na kuwa more profitable niendapo nikipass. Na nashukuru vyote nimevifanikisha. Nimekuwa na experience nzuri, na pia ninaelekea na naendelea kupata matokeo baada ya kupass account ya profim. Kwa kweli naweza nikasema najisikia vizuri sana, kwa sababu kipindi ninaanza kujifunza forex trading, nilipoingia Intelligence FX, nilijikuta kila kitu sijui. Nilijikuta sijui chochote, kwa sababu vitu vingi niliviona vipya kwa kweli. Elimu ndio tupatia, na mimi naweza nikasema elimu iliyotolewa kwa baadhi yetu ni nzito sana na ni kubwa kulingana na size ya eneo tulilopo. Na
elimu iliyotolewa kwa nilivyoelewa mimi ni kwa watu ambao ni intermediate na ambao na experience somehow about trading, lakini kwa naweza nikajisemea mimi ni elimu ambayo ni nzito sana na ubongo wangu umekuwa mzito sana kupokea anything zaidi ya kuona graphs, na kwa sababu naweza nikasuggest kufanya classification labda mgawanyo wa huku labda wanaelewa kiasi fulani na wanaelewa kiasi fulani. For myself, nothing ambayo nimepata kutoka it's first time to attend something like this, so imekuwa mzito sana ku understand anything, kwa sababu lazima uwe free kusema kile ambacho mimi kwanza nimependa review yako, lakini kitu cha pili, it is something I was expecting. Sababu kuna watu walikuwa wanasema bwana mimi nakuja lakini ndio mpya kabisa. Hata kwa mtu tunaongea hapa nikipima hivi, na kama hichi kitu huyu mtu ni mpya, maka anasema kwamba kuna baadhi ya vitu nikisema risk to reward ratio mtu hajawahi ku place trade mpaka afahamu. Hicho ni kitu ambacho, lakini kwa sasa hivi baada ya kujifunza na kufikia hapa nilipo, ninajisikia ni mtu mwenye furaha sana kutokana na kukiri haja ya moyo wangu kutokana na kile kitu ambacho nilikuwa nakipenda kukifanikisha. Lakini kipindi nipo nje intelligence nilikuwa napitia wakati mgumu sana, kwa sababu sikuwa najua nini ambacho ninahitaji, sikuwa najua nini ambacho ninafanya. Yaani kama vile siku ya kwanza nilipojoin nilijiona mimi ndo sijui chochote. Nilijiona sijui chochote kwa sababu nilianzia from the scratch. Nilikuwa sijui chochote kabisa. Lakini kwa sasa hivi I feel proud hata kuongea mbele za watu, ninajua hiki yote kupitia intelligence. Ninajua 70% au 60% naweza nikasema about basic of trading. Kwa mara ya kwanza nilipo nunua Profim account, nilikuwa nina hofu sana. Ninaenda kufanya nini? Na bahati mbaya nilipoteza. Niliingiwa na wasiwasi kutokana na kutokuwa mzoefu. Nikasema mbona hiki kitu kama sio career yangu. Lakini kutokana na maarifa niliyopata intelligence na kwa muda mrefu nilikuwa ninafuatilia about forex trading, na sikuwa na wasiwasi sana kwa sababu nilijua kuna sehemu ndogo tu ambayo nimekosea ambayo imefanya mimi nipoteze, kwa sababu maarifa sahihi ninayo, nimepata intelligence. Changamoto iko wapi? Nilirudi nikakaa, hofu niliondoa kwa wakati ule, nikarudi nikasoma, nikasema nitarudi kununua account kwa sababu maarifa ninayo sahihi. Kwa nini napoteza? Nilijipa hope kwa sababu sikuwa na chochote cha kuwa na wasiwasi kutokana na kuwa na maarifa sahihi about trading. Ndipo niliponunua kwa mara nyingine challenge, kama nilivyoongea nikaipoteza kwa mara nyingine. Nikagundua tatizo was psychology, na pia nilirudi kukaa chini nikasoma. Kwa kweli nilipopata maarifa from intelligence, ile hofu ya kupoteza iliniondoka kabisa kwa sababu nilijua the part of trading. Hofu ya kupoteza iliniondoka kabisa, nikajua kupoteza ni sehemu ya trading. Ndipo nikaendelea kununua kwa mara ya 3 na nikawa nimemaster hofu, imeondoka, psychology imenikaa vizuri kwa kiasi chake. Mpaka sasa niko vizuri na kufikia hatua ya kupasi account, nahisi baada ya hofu kuondoka na nilichokipata from intelligence juu ya topic zote tunazosoma, na vinakuondolea hata ile wasiwasi ya kupoteza, kwa sababu unajua ukipoteza ni sehemu ya safari yako ya trading. Kupoteza ni sehemu ya safari ya trading. Kama umenuia kuhusiana na kufanya trading, kupoteza hakutakupatia wasiwasi sana. Utaelewa tu ni safari miongoni mwa safari juu ya forex trading. So sikuwa na wasiwasi baada ya kupoteza. Naweza nikasema baada ya kupass Profim nimejikuta mtu wa tofauti sana. Confidence imeongezeka,
maarifa na tamani kuyajua zaidi kuhusiana na trading. Naona kama nimeweza kupass Profim account, hata hayo maarifa ya watu walio katika trading career kwa muda mrefu ninaweza nikafikia. Nimekuwa na shauku sana ya kuendelea kujifunza forex trading baada ya kupass Profim account na kutamani kufikia mafanikio ya walio kuwa katika hii industry kwa muda mrefu sana. Nimekuwa na confidence, nimekuwa na uwezo hata wa kumuelezea mtu jambo fulani about forex trading na akanielewa, tofauti na ambavyo nimekuwa awali. Naweza nikasema nimekuwa na confidence hasa ya kuelezea mtu about forex trading. Nimekuwa na confidence hasa ya ku manage my risk. Nimekuwa na confidence hasa ya ku manage losses, hata winning rates zangu nimekuwa nikizimanage vizuri baada ya kupass Profim account. Najua asilimia fulani ikifika kutokana na nilivyojifunza, naweza nikaichukua at the same time nikaendelea kumanage trading zangu. Hii yote ni maarifa nilopata, intelligence, na imenisaidia sana kwa kweli kufikia. Naweza nikasema mafanikio ni mengi sana niliyoyapata baada ya kuingia Intelligence FX. Kuanzia kiuchumi, kitabia, mienendo imebadilika sana kwa kweli. Napozungumzia tabia, kuna vitu fulani ambavyo ninaviona vimenibadilisha sana maisha yangu. Time management, ratiba yangu ya siku nzima inaenda vizuri sana. Kuamka kwangu, kufanya kazi, hata ofisini utendaji kazi wangu umebadilika sana kutokana na vitu kupangilia muda wa kazi, muda wa kupumzika, muda wa mazoezi. Ni vitu ambavyo kwa upande wangu mimi huko nyuma sikuwa navyo, kwa sababu nilikuwa naishi kimazoea, nafanya hiki na achana navyo. Kwa kweli baada ya kujoin community here Intelligence, nashukuru sana. Kitabia tunaweza nikasema ni mafanikio moja kubwa sana, kujua mtu unapangilia vipi ratiba zako mwanzo wa siku mpaka siku yako inapoisha. Ni mafanikio moja kubwa sana nje hata ya uchumi, lakini tabia zako na mpangilio wako wa siku nzima kwangu mimi ni kitu kikubwa sana ambacho najivunia sana. Baada ya kujoin Intelligence FX, najiona ni mtu ambaye nitakuwa mbali sana baada ya muda kadhaa, kutokana na matokeo niliyopata ya muda mfupi huu toka nimeanza kutrade rasmi. Baada ya miaka 2-3 nitakuwa mbali sana kiuchumi, nitakuwa mbali sana kitabia, hata mahusiano yangu ya kijamii yatabadilika sana. Najiona kabisa nitakuwa financial freedom kutokana na matokeo ambayo nitaendelea kuyapata ikiwa nitazingatia ambacho nimekisoma Intelligence FX. Kwa kweli siwezi kusema nitakuwaje, lakini kwa picha nilionayo kichwani na matokeo ya muda mfupi tu, hata watu walio ndani ya community wanaweza wakajionea bwana huyu Athumani baada ya muda fulani akaendelea na juhudi hizi atakuwa mbali sana, kutokana na juhudi za muda mfupi tu zimejionyesha na zimedhihirisha wapi ataweza kuwa baada ya muda kadhaa. So tumuombe Mungu, kwa kweli matokeo yangu baada ya muda kadhaa nitakuwa mbali sana. Forex trading imekuwa very popular in the world kwa kizazi hiki cha leo, na kila mtu anatamani kupata uhuru wa kifedha. Hivyo kama kuna mtu yupo inspired na forex trading na ana struggle, ni wapi atapata sehemu sahihi ya kujifunza, ni wapi atapata sehemu sahihi ya kupata right information about trading, ninamshauri ajoin Intelligence FX. Ni sehemu sahihi ambayo hatojuta. Atapata matokeo ndani ya muda mfupi sana kama nilivyopata mimi, kwa sababu
huko nyuma nimestruggle sana kupata elimu hii, lakini baada ya kujoin Intelligence FX nikaweka juhudi na nguvu. Ni muda mfupi sana nimetumia mimi kuwa hapa nilipo. Kwa hiyo sidhani kama kutakuwa kuna mashaka yoyote akijoin Intelligence FX. Ninamshauri sana ajoin Intelligence FX, atapata matokeo ndani ya muda mfupi sana.